Mke wangu. Nini kwani tunaanishana asubuhi? Sasa mbona unaamka kama vile vina yetu na ugomvi? Hayo nitaka nini? Mke wangu, mimi nimeenda kule jikoni, nimeangalia hujaniandalia chai. Kafu muda huu natakiwa niende kazini. Nimechelewa. Chai? Kule una mikono yako imekatika kwamba unashindwa kupika chai? Yaani unaniamsha eti nimeenda kule mezani sijakuta chai. Mimi nitoke hapa nende nikakuandalia chai. Watu wewe mwenyewe unaitwa ukapika hiyo chai nkanywa ukaenda huko kazini. Alafu unavyoamka kwenda kukaa hiyo chai, naomba uamke taratibu, usije ukanipigia kelele hizi hapa kwa sababu napumzika. Kwa kazi gani ambayo uko nayo wewe ya maana afuta labda utaenda kufanya huko? Mimi asubuhi hapa nikupikie chai mume wangu jioni anarudi na ila maana. Niambieni kitu kwenye swala la ndoa, mwanaume maneno yako sio mswada, ni sheria. Yaani wewe ukishaamua kama umeoa, usitaki kujadiliana vitu na mtu. Kitendo utakachofanya makosa ni cha kusema eti mke wangu, sasa unajua nataka unarudi saa 3. Hapana. Eti nataka mjadili. Hana cha kujadili. Wewe unasema tu mke wangu kuanzia wiki ijayo. Unatakiwa ikifika saa 3 upo ndani. Hapo mwanamke unakuwa umemuoa au ni umeoa? Ngoja nikuulize kitu kimoja ndio hapo. Mimi binadamu unajua. Sasa wewe unakuwa na moyo mgumu? Ndio. Ana moyo mgumu. Sasa nisikilize kitu kimoja. Wewe unaweza vipi kuishi na mwanamke kama yule? Mwanamke unajua moto. Unaona? Mwanamke unajua moto. Alafu kingine ninachokuja kuuliza mimi, unaweza vipi kuishi na mwanamke mzuri kama yule? Tunarudi katika masuala ya mahitaji binafsi. Kuvaa nguo, kula misosi mizuri, kumpeleka Snapchat, akapake kucha rangi. Wewe unasemaje na kipala chako hicho ndugu yangu? Unaweza kwa kuchuna mpaka umebaki kipala, nywele zote umesimaliza. Na kazi zako za mitego kama simba. Au unasemaje ndugu yangu? Kabisa. Kazi zetu za mitego. Yaani yeye kamnunulia mwanamke iPhone 6. Awe ana uwezo huo. Sikia sasa niwafundisheni. Maana unanyie wote kwenye masuala ya ndoa ni weupe. Ikishafika swala la kumtunza mwanamke, wanawake akili zao ni ndogo, unakuwa kama umemweka hapa. Swala la lotion, ukinunua 20,000 mwezi uliopita, mwezi ujao unaweka maji isiishe. Unanipata hapo? Unakomfanyia shemeji hivyo. Unanielewa? Kweli? Unaelewa? Kuelewa. Na kuelewa hapo. Wewe utaachwa wewe. Twende kagwawe, twende. Kwa design hiyo. Perfume unanunua zile ambazo zinakuwa kama za maji. Sawa? Na zenyewe pia unakuwa unaongeza maji kidogo, unanunua sindano. Unachomeka unatia maji. Si mnataka akili za kuishi na watu wazuri na mademu wazuri, wake wazuri? Ndio mnisikilize mimi. Alafu jambo lingine la mwisho. Mwanaume ndani ukiingia lazima tetemeko litokee. Pokea simu sasa. Nishawaambia kutokea mwanzo mambo ya madeni haya. Tunajua sisi tunafanya vitu vingi mjini hapa. Sawa? Kwa hiyo mwanamke akija, wewe lazima akuogope. Sasa hivyo ni sheria ambazo mimi naishi nazo kwangu. Sawa? Mimi ndio sheria ambazo naishi kwangu. Ukiingia ndani, mume wangu maji ya kunywa, mume wangu sijui nini, anaogopa. Sasa kutakuwa na mapenzi hapo profesa? Ndio mimi ninavyofanya kwangu hivyo. Kipala kinawashwa moto. Hivi Barazuri, unanichukuliaje mimi? Unanionaje? Simu zangu nakupigia kuanzia asubuhi ushiki. Unanikatia simu, ulikuwa kwa malaya zako afu sasa unajifanya upo kazini. Nipe langu mimi nilokuomba ya kutuka. Mke wangu jamani.
tena usinisogelee. Yaani ukitaka nikuitie mwizi ni ukinigusa. Naomba hela yangu nilokuomba ya kusuka. Kwanza wenzangu washakata sare, washanunua vijola, mimi bado ndo wa mwisho. Kama sina mwanaume, naomba hela yangu nilokuomba ya kusuka na ya kijola. Mke wangu mimi hela sina. Hela una Una hela Kwa kitu yenye kaka na wewe utatoka hiyo. Mke wangu sasa mambo gani haya? Mambo gani nini? Hela za watu za kazi hizo. Hela za watu? Kwani mimi jini? Mimi jini? Bwana wewe. Hebu njoo huku bwana wewe. Wewe usijifanya tembo wewe. Huyo tembo chula. Njoo tengeneza matikiti ya watu bwana. Kipala kama ukwaji. I say. Mbona umepoa sana kaka? Sheria moja tu. Sheria moja. Njoo huku mwana ndani sasa huko. Ndani bwana. Shida nini? Habari saizi. Mke wangu habari saizi. Ndio saizi shime. Wewe mshenti. Nilikwambiaje mimi? Nilikwambiaje? Ya kaka, si unauliza uliambiwaje? Si Namuja mara moja namuonesha kitu. Hujapua. Hujapika ndani, umeacha vitu shaka mpaka nani akutoe? Si ukiniendea taratibu. Dongo hujaosha. Kupika hujapika. Nani afanye hizo kazi? Wewe mwanangu unamalizia namletea kitu. haya poa na usisikii chochote. Afanye hizo kazi. Wewe usiniambie taratibu mimi. Unaenda kudhurura huko. Urudi mdau nani afanye hizo kazi na kuuliza. Sasa hizo kazi utaifanya sasa hivi ndio bwana. Na kutokucha wewe. Haya, wewe toka nenda ulikopeleka ulikuwa. Huyu unamgoja huyo. Wewe poka nani? Mimi utanitafsiri. Buku langu niletee basi. Jamani. Jamani, swala langu unapeleka wapi? Haujaridhika na zile walizochukua mchana? Mke wangu bwana, hizo hela za watu za kazi na zingine za kuanzia nazo kesho. Tukapija mwangu fanya nipeleke la mchezo. Basi njoo nikwambie kitu mara moja. Basi nilikuwa naomba mwenzio kidogo ndo uondoke. Mmewawi jamani, ile nini nipeke hizi hela za watu za mchezo sawa, alafu kama nitawahi kurudi nitakupa. Kama nitawahi kurudi nitakupa vizuri sana. Mke wangu, lakini saizi usiku. Napeleka hela za mchezo, kama nitawahi kurudi nakupa. Hilo sio kufunga mlango wangu sawa, nakupenda. Lakini saizi usiku. Napenda. Jamani, saa 5 wewe mwana wewe. Kama atawahi kurudi. Sasa usiku lakini
Kipi ndugu yangu? Inabidi kwa sasa hivi umdhibiti sana mkeo, kwa sababu mambo ambayo anayoyafanya sio sawa wala sio sahihi. Nesitoshe, yanamharibia yeye katika jamii pamoja na wewe. Na ukishindwa basi kuzungumza wewe na yeye, fikishe basi sawa. Sasa sababu vizuri. Pita rafiki yangu, unajua hizi ni changamoto za kawaida kwenye ndoa, na mtu huwezi kukutana na changamoto ndogo namna hiyo alafu nakimbilia kwa wazazi. Hivyo nahisi leo hii mimi natoka hapa nenda kwa wazazi, washanikabidhi binti yao, afu tunaenda kushtaki. Hivyo nahisi mimi jamii itanichukuliaje? Yaani na ndevu zangu hizi nimeenda ukweni, jamii itanichukuliaje mimi? Wewe. Yaani hapo ndipo unapofeli wewe. Yaani unafeli kitu kidogo sana. Unajua hata sisi wanaume kuna muda tunahitaji furaha katika haya maisha. Na ndio maana wanawake ukiwakela kidogo ama ukiwafanyia fujo, serikali inakujia juu kama moto wa kifuu. Basi sio kama wanapendelewa, ila wao wanawahi kushtaki ama kuripoti sehemu sahihi. Mimi nakuomba pate kuripoti sehemu sahihi, uende ukapata nafasi ya uwepesi katika hilo swala. Pita, mimi nashukuru sana kwa ushauri wako. Ushauri wako ni mzuri, lakini usema la ukweli, binafsi yangu sipo tayari kujidhalilisha. Pita, sipo tayari kujidhalilisha, na hili swala mimi nitapambana nalo kiume tu. Mimi ni mwanaume, wale ni mke wangu, lazima nisikilize. Nitakaa naye chini, nitazungumza naye, hana budi kunielewa na kunisikiliza mimi mume wake. Lakini kwenda kujidhalilisha kama unavyosema wewe, hapana. Nashukuru. Na nikwambie tu kweli, mimi sasa hivi ni mtu ambaye natakiwa nifanye kazi, nitengeneze maisha yangu kwa ajili yangu mimi na familia yangu. Siwezi kukaa kila sana nazungumzia mapenzi. Sawa sana. Nawapenda jamani, kama kawaida yetu, biashara mzuri kama hivi mnavyoona. Sijai kwa boa wala kwa kera wateja wangu. Watu mlonifuataga mnajua wenyewe sina show mbovu wala sina kitu kibovu. Kwa naomba mje kwa wingi, nawapenda. Hivi unafanya vitu gani hivi mke wangu, unanidhalilisha mtandaoni huko? Wewe unafanya nini hapa kwani? Wewe si mke wa mtu lakini. Kwa hiyo kama mke wa mtu, weka nitakuja nikupige mwana. Jaribu. Alafu unaniharibia live yangu juu, unanifukuzia wateja. Wewe kama unaona ninachokifanya mimi hapa na faidi, na wewe njoo au unaenda kule kavue nguo zako, uza unachoona nawe kinastahili kuuzwa. Mwana. Guys, nawapenda. Hata naye jamani, mtu huyu si ni nani? No, sina mume, huyu sio mume wangu. Sijaolewa jamani, sijaolewa, msiogope. Mtu unatoka kunidm ni DM. Yale nakwambiaga kila siku. Yale nakwambiaga kila siku. Haya, angalia. Hii live. Huyu ni shemeji. Mimi nike vizuri. Huyu ni shemeji ambaye ukimwangalia sura yake ndo hivi. Umeona? Anakwambia live online unachukua deliver bullet 15. Mapungufu yanapatikana. Mwangalia huyu na naangalia mimi, kwani mimi ndo ninajiuza baba? Pita, naomba nisikilize. Tena nisikilize kwa umakini. Unajua kila siku nakaa na kuangalia ninavyokufuata kukuomba ushauri, sio kwa mimi ni mpumbavu. Ila kunapoelekea unavuka mipaka. Naomba usikilize kwa umakini. Nisikilize kwa nini? Nakusikiliza. Kwa umakini. Sitaki mazoea na mke wangu. Mmekaa huko na wapumbavu wenzako, mmeundaunda upumbavu mnasema eti mke wangu. Pita, nakuheshimu. Sasa si huyu. Niheshimu.
Nitakuja kukuzingua mwanangu. Sijui kaniona mimi wa masiara hivi hivi, mimi mtu mbaya sana wewe. Mimi nina kesi kibao, mimi nimekuzidi wewe hadi dhambi wewe. Nitakuja kufanya kitu cha ajabu sana nakwambia. Sijui kama unanielewa. Usinichukulie poa. Sawa. Mimi napita kama jina langu mimi napita. Na kuacha wewe. Pita. Nakwambia mtu deliver unakataa nini sasa? Ngoja ni leo ndo utajua na mimi mwenyewe kama namna tu. Au sio? Au sio? Kidude cha kuchezea mwenyewe. Utaganda nakwambia, utanasa wewe. Babu. Vione kwanza. Mke wangu, nakuomba kidogo mwezio. Hivyo najua sasa hivi ni mwezi wa ngapi ujana Mei. Hizo hapa mimi nimekabwa. Nimebanwa hapa. Shino takuelewa mwezio. Kidogo tu. Sitotumia hata muda mrefu. Kweli bi. Mimi nimechoka bwana. Wewe kama unaweza nipe 20,000 nikupe show. Kwa huko ndio tumefikia huko. Mimi nilitoa mahari kabisa, sidaiwi kweli. Unaniuzia mimi kweli? Kidogo tu hivi mwenzio. Mimi 20,000 sina. Nishakwambia nipe 20,000 nikupe show. Uwezi lala. Nimekwambiaje bila 20,000 yako lambiwa. Kama ulitoa mahari ni mahari. Mimi sitaiti ni mimi. Mahari ulitoa kwa sababu ya kununua. Si ulitoa mahari kwa ajili mimi unipate unitoe nyumbani nimetenga. Na huko pia mchezo unaendelea, unanunua baba. Nipe 20,000 nikupe show. Basi mwenzako ni 10,000. Haya kalete. Kalete. Au nayo hapo. Angoja nitachukua unalifa bai. Nakupa mpenzi wangu kalete. Kweli? Nimekwambiaje bila 20,000 yako lambiwa. Kama ulitoa mahari ni mahari. Mimi sitaiti ni mimi. Mahari ulitoa kwa sababu ya kununua. Si ulitoa mahari kwa ajili mimi unipate unitoe nyumbani nimetenga. Na huko pia mchezo unaendelea, unanunua baba. Nipe 20,000 nikupe show. Basi mwenzako ni 10,000. Haya kalete. Eh? Kalete. Au nayo hapo.
Ambuye mpachukua unalifo bai. Nakupa mpenzi wangu weka leti. Kweli? Kawia. Haya, sawa. Subiri bwana, usinigusi. Vipi tena jamani? Kesho ukimalizia 10,000 ndio nitakupa show. Wewe si nimekwambia 20,000 wewe unakuja kunipa mimi 10,000. Jamani. Usi uzurumati jamani huu. Umeniambia nikupe 20,000, nimeweza 10,000. Mke wangu kweli unanifanya mimi hivyo? Mwanzo nimekaa bwana, naomba. Kidogo tu mke wangu, kidogo nakuomba kweli vile kidogo. Uzurumati unajua wewe. Nishakwambia kesho nenda katafute hela huko Kahenyeke unapoenyekaga upatie 10,000 niletee nikupe show. Tena nitakupa show vizuri sana mume wangu mzuri. Hamna kitu cha bure mjini hapa. Ndo unasusa unalala chini. Sasa baba, kuonesha userious kwamba kweli wewe umekasirika, yaani utaki shobo na mimi, kalale nje. Umesikia? Maana ukilala ndani nitaona bado wewe hauko serious, ukilala nje nitaona uko serious. Mwana. Nini tena jamani? Mwana, mimi na yeye leo nataka tuzungumze. Na mazungumzo yetu ya siku ya leo yanaweza kuwa ya mwisho. Kwani tuwezi kuzungumza siku nyingine au maongezi yako? Mpaka tuzungumze sasa hivi asubuhi jamani. Mimi nimechoka bwana, nataka nilale. Bwana, unajua kuna sehemu inafika ama kuna wakati unafika mtu moyo wako unakuwa umechoka. Na sio kwamba inakuwa ni chuki. Hapana. Ila mwili mzima unakuwa umechoka. Macho yanakuwa yamechoka kutizama. Moyo unakuwa umechoka zile hisia. Masikio yanakuwa yamechoka kusikia. Na kichwa kinakuwa kimechoka kufikiria. Na hapa nilipofika mwana, nimechoka. Kwa hiyo unataka kumaanisha nini? Unajua nilivyokuoa nilikuwa nina matumaini makubwa sana na wewe. Nilikuwa nina matumaini makubwa sana na hii ndoa. Lakini kwa hapo uliponifikisha, umenifanya nijione sifai. Umenifanya nijione sina thamani. Mpaka najiuliza, hivi mtu ukiondoka sehemu ambayo unaumia bila kuusema ukweli, unakuwa mwana, mimi nimechoka mwana. Mimi nimechoka mwenzio. Yo. Zeko.
mbona unaonekana kama mtu ambaye haujalala kabisa yani? Vipi, una tatizo gani mpaka unakuwa hivi? Kwanza naomba uniwie radhi kwa kauli ambazo nilikutolea, nilikuvunjia heshima, na kweli nimekuja kugundua kwamba mficha uchi hazai, kwa sababu jana nilikuwa karibu na mstari wa uhuru. Uhuru nilikuwa nauona ule pale, nilikwenda kuanza maisha yangu upya, nilikwenda kuanza kila kitu upya, lakini sijui ni nini, sijui ni tamaa za mwili, nikashindwa. Unajua Peter, mpaka vitu vingine kuvielezea naona aibu, lakini nilishindwa. Ndugu yangu, hiyo ndo maana ya kunywa sumu wewe na kutegemea mtu mwingine apate kufa. Kwa nini unakunywa sumu ya mwili hali ya kuwa na kushindwa kutegemea kwamba unauumiza moyo, utakapokuja kuteketea utashindwa kuelewa nafasi yake ipi? Peter, mimi sasa hivi kwanza najichukia, najiona mimi ni mdhaifu mpaka inafika sehemu sasa nashindwa kuelewa kwamba nije sijakoma, vitu anavyonifanyia naridhika navyo, kwa sababu nashindwa kuelewa kwamba hata tamaa za mwili sasa zimeshinda hivi vita, lakini bado mimi naendelea kuteseka. Ukitaka kuepuka kwenye mahusiano ambayo yana mizozo, ama ukitaka kujinusuru kwenye mahusiano ambayo yana changamoto, hautakiwi kutumia nguvu zosia mapenzi, ila inabidi utumie nidhamu ya nafsi. Nimefurahi sana penzi lako. Usijali, siku nyingine makaribisho, na kama unaelewa kuongeza unaweza ukaongeza tukaendelea na show. Mwana, vitu gani hivi unafanya? Kusi kijana mdogo kabisa huyu mwana. Ndio umeamua kufanya uchafu wako ndani ya nyumba yangu kweli? Hebu toka hapa. Wewe mwanamke, wataka nikufanyie nini wewe? Hebu toka katoe jiraba zako hizo.
No. Sistahili mama yako tena. Kwa hapa iliposikia inatosha. Mwana, ni kweli haustahili huruma yangu, lakini kitendo cha wewe kuendelea kuwepo hapa ni maamuzi ya utu. Mwana, wakati mimi nakuoa wewe, nilikuoa kwa imani, na imani yangu bado haijatetereka. Mwana, imani haijengwi kwa maneno. Imani inajengwa kwa moyo wa kusamehe na kuelewa. Na kwenye hali hii nimechagua kuelewa na kukusamehe. Lakini mume wangu, mbona wangu kama wanaume wengine? Wanaume wengine ukiwakosea wanakupiga, wanakufokea, wanakufanya chochote wanachotaka wao. Kwa nini unakuwa hizi kwangu? Kwa sababu mimi si wanaume wengine Mwana. Mimi ni mume wako, na kipindi na kuoa mimi sikukuoa kwa tamaa, bali ni kuoa kwa moyo. Na nikitumia hasira siwezi kuuona ukweli, ila kwa utulivu ninaweza kuona ufa na nikaamua nijenge ama niache kila kitu kibomoke. Lakini Mwana, kwa hali hii nimechagua utulivu, nimechagua kuona ukweli, na sitaki nyumba hii iweze kubomoka. Ninataka nijenge nyumba hii Mwana. Unaweza kupumzika. Mimi kwa leo sitaweza kulala humu ndani. Trey, nimekukosea. Sikuona thamani yako awali, ila ulivyoninyanyua kwenye aibu ile bila kuniuliza, bila kuniambia chochote, nilijua huo ndio upendo wa kweli. Ninaumia nikikumbuka ukinitazama kimya, huku moyo wako umejaa maumivu. Na hapa, kuanzia leo nitajifunza kuwa mke wa kweli, si kwa maneno bali kwa matendo. Nitakupenda hadi ushangae, hadi ujutie kwa nini umewahi kuumizwa. Muda wangu wa kucheza umekwisha. Sasa nataka niwe mwanamke wa nyumbani, mwanamke wa maisha yako. Kuna wageni kama hawa jamani.
Ai, mama. Shumba huyo? Mambo. Sema. Karibu pole. Samahani. Wapongelea katini muda kama huu. Anaona hautapata muda bila vitu. Iko ni vitu chakula kizuri. Asante sana mke wangu. Kwa shimina. Wewe tutakosana. Tutakosana. Sasa wewe sikia. Wewe sasa hivi ukiniona mimi kazini sipo. Ukaona sija kazini, usihangaike kunitafuta. Jua chanzo ni nini? Shahidi yako. Au wifi yako? Wifi ujue ni wifi yako. Ni kweli kabisa. Umenitamanisha hata Mungu anajua. Najikuta na mimi natamani kuoa. Na nitatafuta mzuri kama wewe. Unajua kuchagua baba. Unajua Unajua. Shika hizi peleka ndani. Peleka. Peleka ndani. Ai. Usiguse hicho chakula wewe. Na kujua na uroho wako huo. Sasa. Basi mke wangu baadaye kidogo ufanye namna basi baadaye. Barabara zetu za huku bwana, changamoto itakuwa sikuleti tena bwana. Yaani barabara zetu za huku hata mtu akiangusha hela uioni uokote hela. Bwana sisogei zaidi ya hapa, si hapo tu mbele. Barabara yenu yote mbovu hii, unataka nipite hapa? Nenda zangu hivi kwanza. Wewe acha kumaliza nani. Nimetoka kazini sasa hivi tunarudi nyumbani hadi mabebe wataona kama vinyago. Kazini tukiwa vinyago. Sasa unataka kumaliza kio changu au? Hivi ngoja niulize, kuuliza sio ujinga. Hivi kwa nini leo umechangamka? Kama umetiwa ndimu, lakini jana ulikuwa kimya kama kaburi. Unaweza kunipa siri ya mafanikio ndugu yangu? Hivi umeona kwanza mtoto alivyokuja leo kaniletea nini? Nimeona. Umeona Sasa ndo maisha yangu. Sasa ndo maisha yangu. Nikwambia kitu kimoja Pita. Mapenzi ni moto. Mapenzi ni nini? Mapenzi ni moto. Ukipata mtu mzuri, mtu sahihi wa kuwaka naye, inakuwa ni taa kukupa mwanga. Yaani mwanga unatembea yanakuongoza. Ila ukipata mtu mbaya yanakuchoma. Umesemaje hapo? Lakini wewe ulikuwa umegive up kwenye kitu kama hicho. Sema la ukweli hapo ndugu yangu hujakosea. Mimi mwenyewe nilihisi kwamba mwana hawezi kubadilika kabisa. Lakini kilichokuja kutokea hapa, mwana amenipa sababu ya kuendelea kuishi. Na amenionyesha kwamba kuna aina ya wanawake ambao ukiwapa nafasi ya mara ya pili kwenye maisha, basi wanakuonyesha uhalisia wao. Ule uhalisia mzuri, ule ambao ulinipa mimi sababu ya kumuoa. Kwa hiyo unataka kuniambia unaamini katika mapenzi kwa sasa hivi, si? Kusema la kweli nisiseme uongo zaidi ya mwanzo. Kwa sababu mwana amekuja kunionyesha kwamba mapenzi si maneno. Mimi ninavyojua mapenzi ni bahari. Ukiwa mwogeleaji mzuri, na maanisha mpiga mbizi mzuri, hautaweza kunywa maji wala kuzama. Lakini ukiwa mgaigai na kujifanya mjuaji, utazama na bahari itakumeza. Nimekumbuka hadithi moja nishai kuambiwa. Hivi wale wanaovua samaki wanaitwa wavuvi Kwenye hilo swala la bahari, unajua kisha kuwa mvuvi mzuri, hautaki kuhangaika kwenye bahari nyingi ili kupata samaki wazuri. Inabidi utafute bahari yako moja, sawa utengeneze kizimba chako pale pembeni, ili kila siku unakuwa unatoa samaki mmoja, lakini upo kwenye bahari ile ile. Igashio.
Tomorrow. Mimi sikupi tena lifti wewe. Mume wangu. No. Alafu mama nyumba alikuja hapa. Anasemaje? Anataka hela yake ya kodi. Ametupa siku hizo 3 tumpe hela yake ya kodi. Amesema kama tutompa hela yake ya kodi tuondoke, au la aje afunge mlango wake. Mke wangu, sio hata tutafanya nini, kwa sababu sasa hivi kazini mambo sio mazuri kabisa. Mungu wangu,